Shalom, shalom, ndugu wapendwa katika Kristo. Ni siku nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia kibali cha kuishi, kibali cha kusikia neno la Mungu, kwa maana imeandikwa mtu hataishi tu kwa mkate bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na kichwa cha neno letu siku ya leo inasema kwamba mkono wa Bwana haukupunguka. Haleluya. Mkono wa Bwana haukupunguka hata usiwezi kutenda maajabu au makuu katika maisha ya Mkristo, katika maisha yako, katika maisha yangu, katika maisha ya yeyote yule anayemwamini. Haleluya. Kwa maana neno lake nasema ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. Ishara hizi zitafuatana na wale waliompokea Yesu na kuamini matendo yake makuu. Haleluya. Tutasoma kitabu hichi cha Isaya 59 mstari wake wa kwanza hadi mstari wake wa pili. Tunasoma kwa msaada wa Yesu Kristo. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Mkono wa Mungu haujawahi kuwa dhaifu kutenda miujiza, kutenda makuu katika maisha ya mwanadamu, katika maisha ya Mkristo. Lakini kitu ambacho kinachotufanya sisi au kinachomfanya mwanadamu asiweze kujibiwa maombi yake, asiweze kuona miujiza na matendo makuu katika maisha yake ni dhambi, matendo maovu, mawazo mabaya, chuki, fitina, uchoyo, ubinafsi, hasira, manunguniko, kuabudu sanamu, ushirikina na kadhalika. Hayo ni mambo ambayo yanamfanya Mungu hataki kusikia maombi ya Mkristo, hataki kusikia maombi ya yule anayemuomba, hataki kumtendea makuu kwa sababu ya dhambi anazoziishi, kwa sababu ya dhambi anazozitenda. Mambo ya usagaji, mambo ya ushoga, ni machukizo ambayo watu wanayaishi na yanawafanya hao watu Mungu hataki kuwatazama kabisa. Mungu hataki kusikia maombi yao kwa sababu anasema kuwa ni kelele masikioni pake. Tukienda huku vitabu hivi vya Agano Jipya, kitabu cha Yohana sura yake ya 9 na mstari wake wa 31. Yohana 9:31 inasema hivi, tutasoma kwa msaada wa Yesu. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Haleluya. Hapa inatuambia kuwa Mungu hasikii maombi ya wenye dhambi. Mtu anapojua ana dhambi, atubu kwanza. Unapojijua kuwa kuna dhambi uliwahi kuitenda katika maisha yako, kutoa mimba, kwa sababu kuna zingine dhambi ni za siri. Mtu wanadamu wenzako, unaweza kuishi na mwenzako kabisa asijui kama hiyo dhambi wewe ushawahi kuifanya au unakuwa unaifanya. Kama hizo dhambi za uasherati, dhambi za uzinzi, dhambi za usagaji, dhambi za kujichua, ni dhambi ambazo mtu anaenda anafanya kule sirini na anakuja tu mbele za watu, hakuna mtu yote mwenye atajua. Lakini wewe moyo wako unajua kwamba hizo dhambi unaziishi, na kupasa kwanza kutubu ili maombi yako yasikiwe mbele za Mungu, ili shida zako Mungu azijue. Kuna dhambi ya manunguniko, kuna dhambi ya uoga, kwa maana neno la Mungu linasema kuwa waoga pia hawataurithi uzima wa milele, kwa sababu wanamchukiza Mungu, wanamhofia Mungu kwamba aweze akawatendea matendo makuu, wanamhofia kwamba aweze akawatendea miujiza na kuwatoa katika shida mbalimbali wanazoziishi. Tuache dhambi ambazo tunakuwa tunazitenda kila siku. Uache dhambi ambayo unakuwa unaitenda kila siku. Dhambi yoyote ile ambayo unaiona kwa inakulemelea sana na unakuwa mtu wa kuishi kila siku, dhambi za kila aina yote ile ni kuziacha na kuzipeleka mbele za Mungu, kutubu ili Mwenyezi Mungu aweze kusikia maombi yako, ili Mwenyezi Mungu aweze kusikia maombi yangu. Inatupasa kwanza kutubu kila siku. Tunapokuwa mbele za Mungu tutubu. Haleluya. Ili Mwenyezi Mungu aweze kutusikia maombi yetu tunapomlilia. Kwa sababu hapa anasema bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi ya Mungu. Tutubu dhambi ili tuyafanye mapenzi ya Mungu. Hakuna mtu yeyote anayeweza kuyatenda mapenzi ya Mungu akiwa anaishi maisha ya dhambi. Maisha ya dhambi ni machukizo. Mwenyezi Mungu aweze akayahesabia kuwa ni mema.
Wanadamu wanaweza kukupatia hongera, pongezi, wanasema wewe ni mtu mzuri, wewe kutenda hiki ni kitu kizuri, kufanya hiki ni kitu kizuri, kufanya hiki ni kitu kizuri, lakini Mungu yeye akichukizwa na jambo nalolitenda, hata yasikia tena maombi yako. Unahesabiliwa kwa mwenye dhambi mbele zake. Lakini unapoyafanya mapenzi ya Mungu, ukienda kumlilia, ukienda kumuomba, Mungu atayasikia maombi yako. Haleluya. Tuyaishi maisha matakatifu. Badilisha mwenendo wako, badilisha tabia zako, badilisha namna yako ya kuwaza, badilisha namna yako yoyote ile unayoishi ya uovu, ili uweze kuyafanya mapenzi ya Mungu na Mungu aweze kuyasikia maombi yako. Maombi yako ili yasikiwe yanatokana na matendo yako unayoyaishi kila siku. Haleluya. Tutasoma hiki kitabu cha Yohana kwa kumalizia. Sura yake ya 14, mstari wake wa 13 hadi 14. Yohana 14:13 mpaka 14 tena. Tunasoma kwa msaada wa Yesu Kristo. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Hiyo ni uhakikisho ambao Mwenyezi Mungu ametuachia sisi wa Kristo. Chochote kile tunachokiomba kwa jina lake, unaomba chochote kile kwa jina la Yesu, uwe na uhakika 100% kuwa utatendewa. Kitu ambacho tu kinaweza kikakuzuia usitendewe au usijibiwe maombi yako au usitendewe miujiza katika maisha yako, ni uovu tu, ni dhambi tu, kwa sababu Isaya shatuambia, lakini ninyi maovu yenu, dhambi zenu ndio zimewatenga na uso wa Mungu, ndio zimemfanya Mungu aufiche uso wake, ndio zimemfanya Mungu ayazibe masikio yake. Hataki tena kusikia maombi yako, hataki tena kusikia kilio chako, hataki tena kuona mateso yako, kwa sababu wewe umeamua kuifuata njia yako mwenyewe. Lakini siku ya leo ukiamua kumfuata, ikiwa wewe ni Mkristo lakini kuna nafasi ambako hukuwa unatenda vizuri, rudi tena magotini, umuombe Mungu, utubu dhambi zako ili Mwenyezi Mungu akuoshe, kwa maana kila yote mwenye atapiga magoti mbele zake na akatubu kabisa kutoka moyoni mwake, Mwenyezi Mungu atamrehemu na zile dhambi hata zikumbuka tena. Na ikiwa wewe hujawahi kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ulikuwa ukiishi maisha ya uovu, maisha ya dhambi, leo tena ni siku nzuri ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia uweze kumrudia, uweze kumtafakari, uweze kumkubali. Kwa maana yeyote yule ambaye hatampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake katika dunia hii, hata urithi uzima wa milele. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu anasema kwa mimi ndimi njia ya ukweli na uzima. Kwa hivyo umpokee Yesu Kristo apate kuyabadili maisha yako, apate kuziondoa shida zako na tabu zako, kwa maana anasema kwa chochote kile tutakachokiomba kwa jina lake tutakipewa, na tunapoishi mapenzi yake atayasikia maombi yetu. Hatuna haja kufanya vitu vingi sana ili tusikie maombi yetu, lakini kwa sababu tu tunaishi mapenzi yake, na yeye kwa rehema zake atasikia maombi yetu. Lakini unapozidi kutia moyo wako kwa mgumu, ujue kwa Mungu hatasikia maombi yako. Utaomba, utalia, na wengine watakimbia kwa waganga, wengine wataenda kuna kule wafanye ushirikina, wafanye uchawi. Hakuna chochote kile ambacho kitaweza kukuondolea shida au kuondolea matatizo isipokuwa kwenda kwa Mungu, au hakuna chochote kile kitaweza kukujibia maombi yako, haja zako zenye uko nazo moyoni mwako, isipokuwa kukimbia kwa Mungu. Na kukimbia kwa Mungu ili usikiwe maombi, ni lazima utubu, ni lazima uwe safi, uyaishi mapenzi ya Mungu. Na neno hili tubariki sisi sote, na tudhidi kabisa kuyaishi mapenzi ya Mungu, na wale ambao hawajaanza hayo maisha ya kumpendeza Mungu, wayaanze siku ya leo, wabadili mwenendo wao, wabadili matendo yao, ili waanze kuyaishi matendo ya Mungu au mapenzi ya Mungu. Na Mwenyezi Mungu awabariki. Amen.